Yesu asifiwe. Basi kwa mara nyingine tena tuendelee na fundisho yetu. Lakini leo kabla tujaendelea zaidi, tutasoma kitabu cha Timotheo ya kwanza sura ya 4 mstari wa 12, na baada hapo tutamuomba Mungu. Timotheo ya kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 12. Timotheo ya kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Timotheo ya kwanza sura ile ya 4, na tusome kwa sauti moja. Timotheo ya kwanza sura ya 4 mstari ule wa 12. Biblia inasema 1, 2, 3. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Amen. Wakati mwingine unajiongeza tu. Hakunaga kujua. Unajua ndio maana semina za kichungaji tunaenda mara kwa mara. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakutukuza na kulihimidi jina lako kuu linalopita majina yote. Asante Bwana kwa ajili ya jioni ya leo, tena siku ya 3 ya semina yetu tunaendelea nayo hapa. Tunaomba sasa Roho Mtakatifu endelee kusema pamoja nasi, utuhudumie kama ambavyo tumesoma neno lako linatuagiza tuwe vielelezo katika mwenendo na katika upendo na katika imani na katika usafi. Tunaomba Roho Mtakatifu endelee kusema nasi, sema na watumishi wako hawa katika jina la Yesu. Amen. Ukiangalia andiko hilo linaonyesha wazi kwamba Paulo alipozungumza na Timotheo alimwambia awe kielelezo katika mambo kadha wa kadha. Akasema awe kielelezo katika usemi na katika mwenendo na katika upendo na katika imani na katika usafi. Sasa leo tutakwenda kuangalia maeneo kama 4 hivi. Ni eneo la kwanza, maadili ya kichungaji, yani katika mikutano, maadili ya katika mikutano. Lakini tutaangalia maadili katika mahusiano ya kijamii, lakini vile vile tutaangalia maadili katika familia kibinafsi. Tuanze na sehemu ya kwanza ya maadili katika mikutano. Maadili katika mikutano. Cha kwanza ni nidhamu katika vikao na mabaraza. Nidhamu katika vikao na mabaraza. Kama mchungaji unapaswa kuwa na nidhamu na kuwa na adabu katika mikutano yote. Nimesema nidhamu katika vikao na mabaraza. Tunaposimikwa kuwa wachungaji ni taratibu kabisa za kikanisa, na ni kila kanisa mtu anawekwa chini ya section, chini ya eneo maalum. Na ndipo sisi katika Presbyterian tunasema mtu anakuwa kwanza chini ya uangalizi wa presbytery. Mchungaji anakuwa chini ya uangalizi wa presbytery, na hayuko chini ya mchungaji kiongozi peke yake. Unaweza kuwa chini ya mchungaji kiongozi kabla ya kusimikwa, lakini katika hali ya kawaida uko chini ya presbytery. Presbytery ni kwa mujibu wa katiba yetu ni angalau makanisa 3 na kuendelea yanaweza yakatengeneza kitu kinaitwa presbytery. Sasa katika presbytery ndio wewe unakuwa chini ya hapo. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba kuna vikao ambavyo lazima uwe na adabu. Unapaswa kuzungumza pale tu unapokuwa umepewa nafasi. Kukosa mafundisho kama haya ndiko kunako vuruga vikao vya mabaraza. Kuna mabaraza mengi, kuna mabaraza ya General Assembly, kuna mabaraza ya diocese, kuna mabaraza ya kanisani. Sasa lazima uweze kubehave ilivyo kawaida. Unaweza kuwa kiongozi pia mwenyewe, ni lazima pia uweze kuheshimu
watu wengine. Zungumza pale unapokuwa umepewa nafasi. Sikiliza hoja za wengine kwa uvumilivu. Sikiliza kwa uvumilivu. Hata kama hukubaliani na mtu, hebu jaribu kumsikiliza tu, hata kama hukubaliani naye. Hata kama kila ambacho anasema hukikubali, kubali kusikiliza. Sikiliza mpaka mwisho. Sikiliza mpaka mwisho. Heshimu mwenyekiti wa kikao. Heshimu mwenyekiti wa kikao. Sio mwenyekiti anaanza kuzungumza, anaanza kukunyamazisha kila wakati. Na kuna wakati mwingine unasimama tu unaanza kuongea hata kama hujaruhusiwa. Hiyo ni tabia mbaya. Hiyo ni tabia mbaya. Unapaswa uweze kuiondoa hiyo tabia. Epuka mabishano yasiyokuwa ya lazima. Epuka mabishano yasiyokuwa ya lazima. Epuka mabishano yasiyokuwa ya lazima. Jambo la pili hapo hapo kwenye nidhamu katika mikutano, nidhamu namna ya kuzungumza mbele ya viongozi au wageni wengine. Onyesha heshima kwa namna ambavyo naongea. Chagua baadhi ya maneno kutokuyatumia na baadhi ya maneno kuyatumia. Kuna maneno mengine ambayo hupaswi kuyatumia. Kuna maneno mengine ambayo yanaudhi. Watu wakisikiliza wanaudhika. Kuweni makini sana. Mimi nawasikia tu hata katika mijadala yenu, hata kama darasani. Ninaona kuna eneo la kuboresha. Usichague maneno yatakayomuumiza mtu mwingine. Usichague hata kama huyo mtu huelewani naye kwa vyovyote vile, kwa sababu kuna maneno utakapoyatamka yatabaki kwa huyo mtu. Hatakuwa anawaza kila wakati atakapokuona. Kwa hiyo mbele ya kiongozi, wewe ni kiongozi, kila siku unapingana na viongozi tu, wewe ni kila siku ni vurugu, Yaani wewe kila kikao unaanzisha migogoro. Kila kikao wewe unavuruga. Maana yake wewe unakuwa unaonyesha huna maadili mazuri. Huna maadili mazuri. Kwa hiyo haya hayawezi kuandikwa popote. Haya ni mambo ambayo ni ya kawaida na mimi lazima nikuelekeze. Kwa hiyo jitahidi kutumia lugha safi. Chagua maneno ya kutamka. Maneno yanaumiza. Usimuumize kiongozi mwenzio. Ukimuumiza kiongozi wa sasa, kumbuka wewe pia utakapokuwa kiongozi utaumizwa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kama ukimuumiza kiongozi leo kwa sababu haupo kwenye nafasi, kwa hiyo haunyoshi hata mkono, unasimama tu kwenye kikao, unaropoka tu, unasema tu naona hawa viongozi hawafai kabisa. Kile unachokipanda leo, hichi kitu utakuja kukivuna. Inaweza ikachelewa tu, lakini katika maisha haya utakuja usimame katika nafasi hiyo na utapambana na upinzani mkubwa sana. Kwa sababu hiyo hakikisha unakuwa na heshima ya namna ile. Lakini jambo la tatu katika eneo la kwanza hili, heshimu maamuzi ya pamoja hata kama hukubaliani nayo. Ungekuwa kuingia tangu jana. Ungekuwa ulize kule mnaongea nini? Asante. Unatakiwa kuheshimu maamuzi. Hivi vitu nitaendelea kuvisema. Hivi vitu hata wakati wa semina nyingine nitavisema. Na kwa kadri ninavyorudia ndipo watu wanapozidi kuelewa. Amen. Kuna wakati mwingine huwa tunakuwa ni watu wa ajabu sana. Kuna wakati mwingine mtu mwingine anatoka eti kwenye kikao anasema kwenye hayo maamuzi mimi sikubaliani nayo, mimi sikuwepo. Sikiliza. Kubali maamuzi ya wengi hata kama wewe haukubaliani nayo. Hii ni kanuni unapokuwa kwenye vikao. Lakini hapo maamuzi yale yanapotolewa, hii ndiyo itasaidia kwamba unaweza ukaungana nao tu. Unajua kuna mahala fulani tulikuwa kwenye kikao, tulipoingia kundi fulani la wachungaji wakakataa kusaini. Wakasema eti mpaka tumalize kikao ndio wasaini. Kukatokea vurugu, saa nzima watu wanabishana. Watu wamegoma kusaini. Sasa mwisho wakalazimishwa wakasaini. Wale waliokataa kusaini wakaambiwa
tokeni. Wakatoka. Ikabidi tena kuanze kufanyika vikao vya kuwabembeleza. Kwa nini unakuwa na tabia mbaya kama hiyo wewe? Kama hutaki kusaini, si ubaki nyumbani. Eti wajameni, hutaki kusaini, si ubaki wapi? Bora ubaki nyumbani. Kwa sababu unajua kwamba hautasaini. Kwa nini unaenda kuvuruga vikao vya watu? Wewe niliamua unakwenda kwenye vikao kwa sababu unajua singekubali kuwa sehemu ya mambo. Amua vizuri. Sasa mtu anafika kwenye vikao, yupo kwenye vikao, anasubiri, hataki kusaini. Kwenye vikao kuna kanuni brother. Unahesabiwa kwanza roko, koramu ikamilike. Unahesabu watu ndani ya ukumbi, unaona ukumbi umejaa. Lakini kwenye karatasi ya mahudhurio wachache. Kwa hiyo wewe utakapokuwa unaendesha vikao, tunaanza kwa kuangalia koramu kwa mujibu wa katiba yenu. Je, kikao hiki kimekamilika? Yaani natamani kuona wachungaji ambao wako punctual, ambao yani wakisimamia mambo wanasimamia kwa kuzingatia misingi na kanuni za kichungaji. Simamia vizuri. Kwa hiyo hakikisha ukubaliane na makubali, hata kama hujakubaliana, kubali kutokukubaliana kwamba na mimi nilikuwa sehemu ya nini? Ya kikao kile. Sasa sisi huko nyuma huko tulikuwa tukiingia kwenye vikao, mtu anatoka kwenye vikao anaenda kuwachoma. Na anasema fulani ndiye aliyesema hii. Huko ni kuchomana. Na ndio maana kwenye vikao haturuhusiwi kutaja majina ya watu, isipokuwa ikiwa watakubali watajwe. Unapoandika minutes hatutaji majina ya watu, tunasema mjumbe. Na kawaida mara nyingi tunaandika yale makubaliano ya mwisho. Sasa wewe unasema mchungaji Seni alisema hivi, mchungaji Elia alisema hivi. Sasa mtu akisoma si anajua kaza mimi nimemchoma. Sasa tulikuwa tukitoka kwenye vikao tunachoma. Kulitokea bwana siku moja tulikuwa tumebadilisha katiba ya kanisa fulani. Tulipotoka kwenye vikao watu wakatuchoma bwana. Tulipochomwa mimi ndo nikaonekana huyu ndiye alikuwa anasema. Huyu ndiye alikuwa anasema. Niwaambie, hiyo ni mbaya. Na ni mbaya sana. Tunatoka kwenye vikao tumekubaliana, pamoja na kwamba yale tuliozungumza hayakuwa pengine unakubaliana nayo. Si vizuri kutoka unaanza kusema kila wazo alilolitoa mjumbe mwingine. Hayo sio maadili mazuri kwenye mikutano. Amen. Kwa hiyo hakikisha unaheshimu, leta hoja kwa utaratibu, kubali, kubali kwamba na mimi ni kiongozi baadaye. Na pia katika jambo hilo katika mikutano, kabla ya kuzungumza nimeshasema, lakini kwa kanuni unapotaka kutoka unatakiwa, ni kanuni ya ujumla, unatakiwa hata kuomba ruhusa. Hivi ni kama kuomba ruhusa. Usinyoshe mkono, mwenyekiti nataka kutoka. Hapana. Huwa tunafanya hata hivi tu halafu naondoka. Hii inaonyesha mwenyekiti umeheshimu kiti. Haya huwezi kwenda kuyasoma. Haya ni ya ujumla tu, lakini unashangaa mtu tu kwenye kikao tu inaondoka. Tena inaondoka inapiga na kiatu kinalia pa pa pa. Mwenyekiti yuko pale kikao, unataka kuondoka mara moja. Hii ni alama ya kuheshimu. Hujamwabudu yule kiongozi, umeheshimu kiti, kwamba kiti na kiheshimu, ondoka. Unaenda sehemu. Sasa ukiondoka bila taarifa nzuri, inaweza ikawa ni shida. Usiondoke kimya kimya. Jana tulizungumza juu ya kuwahi. Dakika ngapi? Lakini bado mnachelewa hata hapa. Sasa mnanishangaza kidogo. Hizi dharura mlizonazo hapa ndio hizo mtakazo kuwa nazo kule. Yaani hiyo kitu pigia mstari. Dharura ulionayo hapa itakuwepo kule. Jambo la pili, maadili ya mahusiano ya kijamii. Maadili ya mahusiano ya kijamii. Katika maadili ya mahusiano ya kijamii tunasema mchungaji na jamii. Mchungaji anapaswa kuwa mfano
wa tabia njema katika kila eneo la maisha, kama ambavyo tumesoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 4. Shiriki shughuli za kijamii bila kupoteza hadhi ya kichungaji. Kuna matukio mengine katika jamii, kuna wakati mwingine inabidi kuyaepuka, lakini matukio yaliyo mengi yaliyo kwenye jamii ni vizuri kushiriki. Kwa mfano, kushiriki vikao vya kijamii, vikao vya maendeleo, lazima ushiriki kama mchungaji. Shiriki misiba. Kwenda kushiriki kwenye misiba sio dhambi. Shiriki misiba ile. Shiriki lia pamoja na wengine, hata kama sio watu wa kanisani kwako. Na ukifika kwenye msiba, kuna wachungaji wengine wana tabia mbaya, hawali kwenye msiba, kula kwenye msiba. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo ninawaambia, ukienda kwenye msiba kama mchungaji, hakikisha unakula. Hakuna matambiko pale. Haya ni mafundisho manyonge. Mafundisho manyonge. Wewe ukifika pale, takasa vitu vyote. Takasa. Sema amen. Takasa. Sasa siku hizi kuna mafundisho ya hovyo ambayo yametapakaa. Nilimsikia mtumishi mmoja anasema kwamba eti usile msibani. Ukila kwenye msiba eti unakuwa umemla marehemu. Unakuwa umemla marehemu na umekuwa umevaa ile roho ya mauti. Kwa hiyo unashangaa mtu anakwepa ile sufuria zinazoletwa na vijana za wali maharage zile. Sufuria inakuja unakwepa tu. Usiwe na tabia ya kukwepa chakula cha msibani. Kula misibani. Usipokula, kuna siku hawatakula kwenye msiba wako. Kwa sababu haya mambo ni zamu kwa zamu. Itakuja kwako, watu wataacha kula kwenye msiba wako. Utakataa, utapata msiba wewe. Nani atakayeishi milele hapa? Kama usipokufa utafiwa tu. Usipokufa wewe utafiwa. Kuwa na adabu kwenye misiba ya wengine. Tuko pamoja? Wachungaji wewe, unanielewa? So hii kitu lazima nikwambie hapa. Achana na mafundisho manyonge ya kusema eti umeingia kwenye msiba na mla marehemu. Na siku hizi tumekuwa washirikina kabisa kanisani. Tushangaa mtu anatembea na chupa ya maji ya upako. Anafika kwenye msiba, anafika na mimina kwenye kiti anakaa. Eti asitoke na roho ya mauti. Hiyo roho ya mauti unaoisema wewe unaipataka wapi? Kama ni kufa, utakufa tu. Ni swala la muda. Achana na mafundisho manyonge. Eti mtu anafika anaokopa kuandika kwenye daftari la msiba la Lambilame, anasema china kuliandika hapa eti utaliacha pale pale. Kanisa limekuwa ni la kishirikina. Andika jina pale, toa michango kwenye jamii. Tuko pamoja? Ukiona una wasiwasi na ninachokisema, ndani tayari mafundisho manyonge yalishapanda, na lazima tuyang'oe leo kwa jina la Yesu. Lazima tuyang'oe kwa jina la Yesu. Hakikisheni wachungaji mnazingatia haya. Nimesema katika jamii kuna mambo ambayo tunajua kwamba hayawezi kutusumbua sana, na kuna mambo ambayo kama wewe mchungaji katika jamii, epuka migogoro isiyokuwa ya lazima na majirani. Migogoro isiyokuwa ya nini? Ya lazima, epuka. Chukua gharama ya migogoro hiyo. Chukua gharama ya migogoro hiyo. Nafikiri unaweza ukanielewa Yeremia kwa nini nakwambia hivi. Nafikiri tulitatua mgogoro ule kwa urahisi. Tuliamua kuacha. Wakati tulipochukua eneo la Mabepande, tuliambiwa sisi tunaenda mpaka bondeni, na wakatuambia kwamba mna faida nyie kwa sababu mko bondeni. Baada ya muda sio mrefu tulipata mpaka hati, mtu mwingine akaja akapimiwa kiwanja kule chini. Baada ya kuuliza wakasema hakifiki huko. Baadaye wakaendelea wakasema hapa kuna barabara, kwenye lamani haipo. Yeremia akaenda nikamwambia hebu naomba upime kiwanja hicho kila ukubwa gani. Akapima huku na huku. Nikamwambia mtumishi, achana nao. Waache hiyo njia, waache watumie. Kwa nini? Najaribu kuepuka nini? Mgogoro usiokuwa wa lazima, mgogoro usio ni gharimu sana, naweza kuacha. Wakati ule nyumbani kwangu pale mimi kulitokea shida sana. Mama mmoja jirani yangu alipoona nimejenga fence, akaja anasema kwamba wewe umetoka umesogea kwenye barabara, kwa hiyo umesogea kwenye kiwanja changu. Lakini wale mnaofahamu nyumbani kwangu mnaweza mkajua kwamba kule chini ni bondeni, kule chini ni bonde. Kwa sababu hiyo alinipigia kelele sana.
Tukakaa mpaka vikao. Mimi nilichokifanya baada ya kikao kile cha ndugu majirani, akaambiwa asogeze ile miti aliyokuwa ameipanda jirani yangu. Mimi sikuweza kukunja gari. Alipokataa kuitoa ile miti, nilichokifanya nilihamisha geti. Geti lile halikuwa pale, lilikuwa huku chini, siku nilipeleka juu. Ni kwa sababu ya kutatua mgogoro. Usiwe na mgogoro na majirani usiokuwa wa lazima. Wachungaji wengine ni wakorofi mno. Sikiliza, hata kama jirani yako unajua unamuonaka kabisa ni mchawi kwenye ulimwengu wa roho, hebu tulia kidogo, kuwa mpole, acha kutumia maneno magumu. Utaambiwa uthibitishe huo uchawi. Inawezekana kawa mchawi, mshambulie kwenye ulimwengu wa roho. Acha kumshambulia kimwili. Eti kabisa hapa unatoka, unaenda kwa jirani, mama nimekuona nilipokuwa kwenye maombi. Wewe ndio mchawi unayesumbua mtaa. Na nimeshamwambia Bwana akuharibu. Hatufanyi hivyo. Sisi ni wachungaji, tunatakiwa tulete amani. Tumshambulie mtu huyu kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho huwa hatuhukumiwi. Kwenye ulimwengu wa roho wewe na Mungu. Acha kushambulia watu. Tunao ndugu zetu, tunao watu ambao ni wa maeneo tofauti tofauti. Tunao watu ambao ni wa dini nyingine katika jamii. Kuna wengine ni wapagani. Hatuna uwezo wa kumshambulia mtu mmoja mmoja. Tunafanya uinjilisti kwa sababu wamekataa. Unawaambia na watabiria kwamba nyie ni kuni za motoni na ndani ya wiki 2 mnakwenda kupotea. Sikiliza, hiyo sio message. Siku Bwana anawataka atawavuta. Wape habari njema. Haleluya. Haleluya. Wape nini? Habari njema. Achana na maneno mengine, achana na unabii wa mtu mmoja mmoja. Hata kama kuna ujumbe ambao unatakiwa kuambia. Tunao watu ambao ni majirani, tunao Waislamu wa dini tofauti na sisi. Haina haja ya kugombana. Hawa ni majirani, hawa ni ndugu zetu. Kwa sababu ya ujirani ni ndugu zetu. Hao ndio watakao kimbia kuchimba kaburi lako. Hao ndio watakao leta mahema. Usiwadharau, usijitenge na jamii. Mchungaji umepelekwa kwa eneo ambalo hujulikani, soma jamii ile. Kama unajua jamii imejaa ushirikina, jambo moja tu, nenda mbele za Bwana, waombe. Wakati wa usiku waombe, wakati wa mchana waombe, badala ya kuwashambulia na ukapoteza uhusiano pamoja nao. Namba 6 ndio hiyo, inakaribiana, lakini ni uhusiano wa kichungaji na viongozi wa serikali au viongozi wa dini nyingine. Husiana na viongozi wa dini nyingine, husiana na viongozi wa serikali. Acha kubeza imani za wengine. Inawezekana kabisa kuna watu ambao mko nao. Nazungumza labda nataka niweke vizuri hii. Niweke hivi. Mpo kwenye public, mko kwenye jumuiya fulani ya pamoja, pengine kwenye mkutano wa hadhara wa kijiji. Sasa wewe kama mchungaji unasimama pale, unaanza kutamka vibaya juu ya dini zingine, juu ya viongozi wa serikali, juu ya serikali yako, juu ya nchi yako. Haya sio maadili ambayo wachungaji tunawafundisha. Haya sio maadili. Maadili ya mchungaji ni kwamba anapaswa kuwa sawa na wengine. Usishindane au kubeza au kuwabeza na kuwaharibu kabisa wengine. Kuna wakati tunapata hizi changamoto na kwa sababu ya mazingira tunayoishi nayo hata sasa, lakini ukweli ninawaambieni tu kwamba usianze kuleta mashindano ya kidini. Usilete mashindano kwenye nini? Kwenye mikutano ya hadhara. Labda wewe umepewa muda. Hata kama ukipewa kuomba, kuna wachungaji wengine hawana adabu ya kuomba. Hivi wachungaji mnajua jinsi ya kuomba kwenye public, kuomba kwenye umati wa watu ambao ni sio wa dini yako, ni mkutano wa kiserikali. Unajua wako vijana hapa wachungaji ambao kwenye makanisa yenu huko, nyie ndio viongozi wa dini wanaowaamini.
Wataenda kwako Elia wakasema, mwiteni mchungaji Elia aje aombe kwenye mkutano. Ukianza kukemea pepo huna adabu. Ukianza kukemea pepo huna adabu. Hujaitwa kwenda kuhubiri Injili. Pale umeitwa yale maombi yako yaiunganishe jamii. Kwa hiyo ukisimama pale, acha kutamka maneno ambayo unadhani ukiyatamka hayatapendeza wengine. Niliwapa mfano kidogo jana. Mtu amesimama pale akawaambia watu, simameni tumheshimu Mungu wetu. Ni sawa, lakini upande mwingine kuna neno alisema, naamini ya kwamba wote mna nguvu, hakuna ambaye hana nguvu hapa hata mmoja. Hivyo kwenye watu kama wale waliokuepo pale, inawezekana akawepo mtu hana nguvu. Wako tu wengi ambao wanasumbuka na matatizo ya afya. Ukiitwa kuomba, ombea mambo ya ujumla. Acha kutaja mambo ambayo unajua yana shida. Ukianza kutaja changamoto kwenye jamii yako, ukaanza kutaja changamoto kwenye nchi yako, hapo unakuwa unaharibu. Unalielewa? Kuweni na adabu. Kwa mfano mdogo. Ukiitwa kwenda kuomba kwenye mkutano wa rais, umeitwa kwenda kuomba. Ukiomba ni vizuri mwishoni unamalizia kwa jina la Mungu tu. Huna haja ya kusema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyekufa msalabani. Unaielewa hiyo hekima? Nakupa hekima. Usimalizie kwa jina la Yesu. Siku nyingine hautaitwa. Utasema, siwezi kuacha kumsema Yesu wangu. No, sio sehemu ya kumsema hapo. Ukitaja hivyo, maana yake kuna mtu ambaye hamwamini huyo Yesu, lakini angalau kwenye akili yake anamwamini nani? Kwa pamoja anamwamini Mungu. Sasa wewe ukakapo unatamka huyo Mungu, wewe ndio unamaanisha Yesu. Yaani moyoni mwako unamaanisha Yesu, wao wanamaanisha Mungu, ili mmalize vizuri. Mimi wanatumia kwa jina lako takatifu. Hapo hawana shida. Haujataja Yesu, lakini jina takatifu kwetu sisi wa Kristo ni la nani? Ni la Yesu. Haleluya. Ni hekima tu. Sasa utaenda pale na wewe na magwanda yako uko kiroho umepitiliza, unaenda kuwavuruga watu. Usivuruge, utakosa fursa zingine za kuinjilisha. Utanyimwa vibali vya kuhubiri. Utapeleka unaomba mkutano, watakunyima. Huyu tena walokole hawana adabu. Kwa nini tuambiwe hatuna adabu? Tuna adabu bwana. Amen. Hii kitu lazima nikuambie mtu wa Mungu. Amen. Lakini jambo lingine sawa, ni jambo lingine. Sasa nimesahau hata namba ngapi. Heshima, uwe na heshima na maneno mazuri katika jamii inayokuzunguka. Bado tuko kwenye jamii. Uwe na maneno mazuri. Tumia lugha ya heshima, tumia lugha ya adabu. Epuka mizahi sio kuwa ya kawaida. Kuna baadhi ya wachungaji ambao huwa mimi sipendi tabia zao. Unakuta mchungaji anatania washirika au anatania watu wengine kwenye jamii. Wewe ni mke wangu. Acha hivyo. Kama wewe sio mke wako, acha kabisa. Nilishawaona kabla. Shemeji yake anamtania mke wangu. Hayo ni madaraja ya kutongozea. Msiwe na madaraja ya kipuuzi kama hayo. Wako wachungaji wanasema bila kusema hapa mtakuwa na hizo tabia. Mke wa kaka yako sio mke wako. Acha utani wa kipuuzi, wewe ni mchungaji. Huyo sio mke wako. Unanielewa? Umesikia? Usijaribu kuita mke wako mtu ambaye sio mke wako. Mume wangu, shemeji yako sio mume wako. Mume wako ni mmoja tu, huyo. Sasa naonaga wachungaji wengine wanapenda sana, mke wangu. Yani wewe mbona nakubeba tu? Mimi nakuweza wewe. Hayo maneno kuweza yanafanya connotation, yanaleta hisia fulani. Na hata uwe na adabu unaposalimiana na washirika. Uwe na adabu. Njoo Beni hapa. Unaposalimiana na washirika, mnatoka kwenye ibada, acha kuweka maneno ya hisia.
usishike hivi, unaanza kumgusa mtu hivi. Panda hapa. Ukimshika mtu usinganganie mkono mpaka jinsia tofauti, utaleta shida. Hiki mshirika wa kike, bwana, upo mzuri bwana, si halo wewe unaweka connection hapo, kuna sumako hapo itanasa. So usianze kushika watu unawabonyeza kwenye mikono humu, wanaanza kupata hisia za mapenzi, utakoma. Atakupenda, atakupigia simu, mchungaji leo kwani ulikuwa unamaanisha nini? Sasa unajua vipi mpendwa, ulikuwa unamaanisha nini mchungaji? Maana naona kama ulinishika kwa hisia fulani. Siwezi kusema kitu ambacho sijawahi kukiona. Watu wanapeana signal hapo mnaposalimiana hapo. Tuona. Wachungaji wewe, unanielewa? Hii kitu lazima iende tu hivyo hivyo. Sina lugha nyingine, maana sasa nimeona wachungaji wengi tumesimika, hawana maadili. Wanafanya tu wanavyotaka. Kwa hiyo epuka unaposhika watu, hakikisha kwamba wewe ni mtu ambaye ni mtu mzuri. Acha utani wa kipuuzi, mkuita watu majina ya ajabu ajabu, kuita watu majina ambayo unajua kabisa yanatweza utu wao. Mchungaji unapaswa kuwa balozi wa amani popote pale ulipo. Mchungaji unapaswa kuwa balozi wa amani popote pale ulipo. Mara kadhaa nimesema, mchungaji sio mwanaharakati. Mchungaji sio mwanaharakati. Unaposimama katika madhabahu, wanaharakati wako wote unapotea. Inawezekana ukawa hukubaliana na jambo, lakini sisi kama wachungaji, wewe kama mchungaji, unapaswa kuwa balozi wa amani. Popote pale ulipo wewe kama mchungaji, hakikisha unakuwa balozi wa amani. Hatutaki kusikia wachungaji wa makanisa yetu wanatusababishia matatizo. Hivi unajua kwamba ukihubiri vibaya kule mikoani, huko mkoani kule, ukaanza kuhubiri maneno ambayo yanachonganisha wewe au yanachonganisha wananchi na serikali yao. Inaweza ikawa isiwe serikali kuu, inaweza ikawa ni serikali ya mtaa, ikawa ni serikali ya kata, ikawa ni serikali ya wilaya, ikawa ni serikali ya mkoa, ikawa ni serikali kuu. Hivi unajua kwamba unapohubiri ubaya kama ule, hivi unajua kanisa linaweza likafutwa? Hivi mnalielewa hilo? Kanisa linaweza likafutwa kwa mahubiri ya mchungaji mmoja tu mliyemsimika kabisa. Au kanisa linaweza likawa chini ya uangalizi wa karibu sana wa serikali kwa sababu ya mhubiri huyu tu. Kwa hiyo ukihubiri injili ambayo hatujakufundisha sisi, mimi nitakukataa. Nitasema huyu sio yule ambaye nilikuwa naye chuoni, atakuwa amebadilika tu. Piga injili ya maana. Kama mtu umemconfront kwa dhambi zake, umehubiri kwa ujumla. Kwa mfano, nikiwa nahubiri rushwa, kwamba wala rushwa wote watachoma moto, alafu mtu akaja kwangu, hiyo mimi sina shida, kwa sababu mimi nilikuwa nasema, sikukwambia wewe kama unakula rushwa acha. Kwa mfano nikahubiri kwamba wezi wote wataenda motoni, pamoja na wezi wa kura wote wataenda motoni. Kosa langu liko wapi? Kama umeiba kura utaenda wapi? Motoni. Hapa hujahubiri siasa, umewaambia ukweli, wasiibe kura. Si umenielewa? Lakini usimame hapa uanze kusema Mungu amekwambia rais atakufa baada ya wiki 2. Unataka ututengenezee nini? Sasa tuandae mazishi? Hata kama Mungu amekwambia, nilishawaambia tulia. Sawa? Tulia tu. Jambo lingine la 3 ni maadili katika maisha ya kifamilia na maisha ya kibinafsi. Ikipendeza nitakuja kuziunganisha hizi, nitawapatia. Itapendeza sana Mnaweza mkawafundisha na viongozi wengine. Tunataka tuwe na amani katika nchi yetu ya Tanzania. Hivi mnajua kwamba hatuna nchi nyingine, nchi ndio hii. Hatuna mama mwingine katika nchi. Mama tunaye huyu ndio Tanzania wetu. Ndio maana tunapambana kutoa elimu kwa baadhi ya watumishi ili wakawe mabalozi wa mambo yaliyo mema.
Katika maadili ya maisha ya kifamilia, mchungaji anapaswa kutoa muda wa kutosha kwa mke wake au kwa mume wake na kwa watoto. Hakikisha unakuwa na muda wa kutosha na mkeo. Kwa wachungaji wa kiume, hakikisha unakuwa na muda wa kutosha na mume wako. Hata kama ni wachungaji wote wawili, hakikisheni mnapata muda wa kifamilia. Huduma ni huduma, lakini familia ni familia. Na katika mojawapo ya mambo ambayo ni ya msingi sana ambayo lazima nikuambie hapa ni kwamba mojawapo ya vipaumbele vya kwanza kwa mchungaji, viko vipaumbele vitatu tu vya juu sana. Kipaumbele cha kwanza kwa mchungaji ni Mungu mwenyewe, kwamba Mungu hapaswi kushindanishwa na kitu chochote. Amen. Kipaumbele cha pili ni familia, sio huduma. Ni familia, sio huduma. Kwa hiyo hakikisheni unapooa mke au unapoolewa, hautakuja kumwacha mkeo au mume wako kwa sababu anakupinga kwenye huduma yako. Hautakwenda kumwacha mke wako au mumeo eti kwa sababu mke wangu amekataa huduma nataka nimwache. Haipo hiyo kanuni, kwa sababu kanuni inasema familia ni ya pili katika vile vipaumbele, halafu jambo la tatu ni huduma. Kwa hiyo katika ule mtiririko anaanza Mungu, inakuja familia, inakuja huduma. Kwa hiyo lazima balance. Weka mizani. Shughulikieni mambo ya kifamilia vizuri, huku ukijua ya kwamba familia yako ndio kila kitu. Usitumie huduma kana kwamba ndio kisingizio cha kutokulea familia yako. Maana Biblia inasema kwamba mtu asiyewatunza wakwao ni mbaya hata kuliko mtu ambaye bado hajafanya nini? Hajaamini. Tunakubaliana? Kwa hiyo linda mkeo. Usisubiri kanisa likutunzie mke wako. Mke sio wa kanisa. Mke ni mke wako, sio wa kanisa. Hajaolewa na kanisa. Mama mchungaji hajaolewa na nini? Umeoa wewe. Kanisa halihusiki kutunza mke wako. Niliposema kipindi kile kuna makanisa mengine yana kapu la mama mchungaji, nilikoma kwa message zangu inbox, nikawa naambia, kwa hiyo wewe unatudharau sisi ambao tunachaji kwa mama wachungaji. Nikamwambia mama mchungaji akianza kusaidiwa na kanisa, wewe mchungaji unaanza kusaidiwa kulea mke wako na kanisa, hiyo ndio imeisha. Siku mzee wa kanisa akimtongoza mke wako, umeenda. Unajua akina mama na wajua walivyo dhaifu. Unaambiwa kwamba mwanamke unamnunulia gari, alafu anakuja na tongozwa na mtu ambaye anamuhonga kwa kumpa mafuta tu 10,000 anakubali ya gari ile. Umempa gari kabisa. Umenunulia simu ya maana, alafu anakuja kuhongwa vocha tu. Anamuona yule anayehonga vocha ni wa maana kuliko uliyenunua simu. So be very careful. Hii ni vitu vya kawaida. Wakina mama wanapenda kupokea vitu vidogo vidogo. Makubwa hata hawataki. Hata kama ungekuwa na kitu kikubwa wala. Wanapenda vitu vidogo vidogo. Hata kama ungeenda na pipi tu, kuna mwingine anafurahi, anaisubiri hiyo pipi kwa maana. So tutumie muda wetu na familia zetu. Tutafute muda baada ya huduma ya muda mrefu. Tutumie muda hata mara moja kwa mwaka mmoja kuwa na wake zetu katika maeneo ambayo ni mazuri kidogo. Inawezekana ikawa tofauti uzuri, lakini Pastor Tambu pale kule Kigoma kule unaweza kutafuta siku moja angalau hata muda mchache, ukatoa mkeo ukawaambia watoto nyie mbakini, mimi naenda na mama yenu maeneo fulani. Unafika mahali usifanye mambo makubwa sana, unaweza kununua hata soda tu kumwambia yes, wewe ni mwanamke wa kipekee. Kwa mfano sasa hivi mkeo anakusubiri kule, wewe huko unapambana, yeye kule anapambana peke yake. Ukifika kule unampongeza mtu kwamba yani katika kunisubiri huko kote, Mungu atakubariki. Mmeacha wake zenu huko, muonyeshe moyo wa kujali familia. Jeremia, upo huko kila siku mama yuko peke yake tu kule, mpaka sasa unaelekea kumaliza. Unapofika angalau umemaliza, usisubiri mke wako akupe zawadi. Unaweza kaamua kumtengenezea zawadi ya kipekee. Jamani, ndoa zinalelewa kwa mambo madogo sana. Tengeneza zawadi, tafuta tu zawadi hata ndogo. Hata kama ni kanga tu yenye maneno na kupenda inatosha. Akiona hivyo mwambie tu kwamba yani kwa uvumilivu wako tu nilivyoanza chuo
mpaka sasa hivi upo na mimi. Mungu akubariki, wewe ni wa maana sana. Yaani huo muda tu aliokusubiri unatosha. Lea ndoa brother. Naongea na watu hapa lea ndoa. Kaka yangu, lea ndoa. Ukimkorofisha huyo, usifikiri huduma itaendelea. Huyo anaweza akakuvurugia huduma kabisa. Kichwa kinachanganyikiwa. Unaweza ukajikuta unahubiri hapo, unahubiri mambo ya ajabu kabisa tofauti na yale ambayo utakuwa uhubiri. Unaweza ukashangaa ukasoma hubiri lingine kabisa. Leo tunasoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 50. Kumbe wamegombana jana, shilingi 50,000 ilikuwa imepotea. Na sasa unahitaji yani kuna jamani, nieleweni, lindeni ndoa zenu. Linda ndoa. Hakutakuwa na mwanya eti unamwacha mkeo alafu eti kwa sababu ya huduma. Hakuna fursa ya mchungaji kumwacha mke wake kwa sababu ya huduma. Bora uache huduma. Ngoja nitengeneze statement nzuri. Ni bora uache nini? Huduma, ila mke wako abaki. Ni ngumu kidogo, lakini ndio ukweli. Ni sentensi ngumu, lakini ndio ukweli. Ni bora ufunge huduma, ila mkeo abaki. Kwa hiyo kuanzia sasa, wote mlio hapa, hebu nyosheni mikono. Mkitoka hapa, piga simu. Neno moja tu sema. Naomba nikupangie la kusema. Mke wangu, nakupenda sana. Ila kuna watu hapa wataulizwa, leo umekula nini? Wako watakaoambiwa kwa umekula nini wewe? Hebu rudia. Kuna watu watakaoulizwa, hebu rudia. Nakupenda sana. Hebu acha utani bwana. Taambiwa hivyo leo. Hebu acha utani wako bwana. Pastors, nasikia wachungaji, leo tukitoka kwenye simu, hata mimi nitafanya. Tukitoka kwenye ibada, tutoke nje, tutafute muda pembeni, tutumie hilo neno, nakupenda sana. Natamani hapa ningekuwa hata na kahela nikurushie ukanywa soda, but ninakupenda sana. Tuleeni ndoa zetu jamani, sawa? Ukiendelea kutokulea ndoa yako utapata wasaidizi wengi sana. So hiyo ni lazima sasa tuweze kulisimamia jambo hilo. Lakini pia tabia za binafsi ambazo ziko pale kwenye familia, sawa? Jambo la kibinafsi, linda heshima yako katika mienendo, katika mavazi, namna ambavyo unaishi pamoja na wengine. Epuka mambo ambayo yanahatarisha usalama wa maisha yako. Epuka mambo ambayo yanahatarisha familia yako. Linda familia yako. Familia yako ionekane kwamba iko familia ambayo iko imara. Sawa? Iwe ni familia ya kuiga. Watu wengine wakiona waweze kuiga. Na naamini ya kwamba, nafikiri hivi, kwa sababu zimebaki tu dakika chache ili tuweze kuendelea na ibada. Hebu ngoja niwape break. Maana ya break ni kwamba kesho tutaendelea ambapo tumeishia. Lakini naamini ya kwamba mnanielewa vizuri. Amen. Naamini tumeishia kwenye familia. Lakini hakikisha unatunza familia yako. Familia yako, sikiliza. Familia yako inazidiwa na Mungu tu. Mungu tu ndiye aliyeko pale juu. Inayofuata ni nini? Ni familia. Kwa sababu familia ndiyo chanzo ambapo Mungu anafanya nini? Anainua ufalme wake. Ufalme wa Mungu unajengwa kuanzia kwenye familia. Tusipokuwa na familia bora, tutakuwa na wahuni, tutakuwa na vijana wahuni, tutakuwa na vijana wasiojua lolote. Lakini kwenye familia tukizilea vizuri, familia zetu kwa mfano, basi hata watu wengine ambao wako nje ya kanisa wataona mambo yanavyokwenda vizuri katika familia zetu. Lakini pia itatusaidia sisi kupunguza stress na changamoto za maisha ya kihuduma. Tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu tunaendelea kujifunza mapenzi yako kupitia masomo haya. Na sasa tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba mkono wako endelee kuponya nasi. Utusaidie Mungu katika kuimarisha familia zetu, jamii zetu kwa ujumla. Simama pamoja nasi Bwana wa majeshi. Utukufu na heshima tunakurudishia wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo tutakapoendelea siku ya kesho. Mungu ukawe pamoja nasi. Amen.